watu wote tuko hapa kwa ajili ya ufalme wa Mungu tu peke yake. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni awabariki sana. Haleluya. Naomba nisome neno hili kutoka kwenye kitabu, naomba msomaji aanze kusoma hapa kutoka kwenye kitabu cha Yohana 10 mstari wa 10. Msomaji wangu 10 mstari wa 10. Yohana nisomee hiyo. Lakini pia utalisomea Ufunuo wa Yohana 3 mstari wa 20. Ufunuo wa Yohana 3 mstari wa 20. Yohana sura ya 10 mstari ule wa 10, neno la Bwana linasema, mwizi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tena. Amen. Hebu nisaidie hiyo. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 20. Mstari wa 20. Utasoma, tazama nasimama mlangoni. Naam. Nabisha. Ndio. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Amen. Hebu rudia tena hapo, mtu mwingine hajasikia asikie vizuri, maana hiyo ndo nguzo yetu. Ufunuo 3 mstari wa 20 nasoma. Ndio. Tazama nasimama mlangoni. Ninasimama mlangoni. Ninabisha. Mtu akisikia sauti yangu. Akisikia sauti yangu na kufungua mlango. Nitaingia kwake. Nami nitakula pamoja naye. Na yeye pamoja nami. Haleluya. Haleluya. Siku ya jana tumekuwepo mahali hapa na tumekuwa na ujumbe mzuri ambao Mungu alitusaidia tukausikia kutoka kwenye kitabu chetu kizuri cha Mwanzo ile 3. Ndio hoja yetu ilikuwa imesimama hapo. Tuliona mambo mazuri, mambo ambayo yameandikwa mahali pale katika kile kitabu ambacho ni Biblia. Na ninaamini kabisa watu wengi tunaamini katika maandiko mbalimbali. Inawezekana tuko na imani tofauti, lakini tunaamini katika Biblia. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaamini katika vitabu vya Mungu ambavyo ndio vimekuwa mwongozo na dira ya kutuonyesha tulikotoka na tunakoenda. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa siku ya jana tulitazama kitabu cha Mwanzo. Tuliona jambo la muhimu sana ambalo lilikuwa ni point ya muhimu, ile sauti ambayo Mungu ilikuwa inatembea, ile sauti ambayo Mungu alikuwa anawaita Adamu na Hawa katika bustani. Biblia inasema sauti ikawa inatembea katika bustani, ile bustani ya Edeni, ambapo walikuwamo wale watu ambao Mungu kwa upendo wake wa pekee aliwaumba akawaweka katika ile bustani, kwamba hawa ni wanangu, acha wakae hapa, acha waendelee na maisha haya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulipotazama ile hoja tulijifunza jambo moja mahali pale, na hiyo ndio hoja yetu ya msingi na ndio nguvu yetu. Tuliona namna ambavyo Mungu anaonyesha upendo kwa mwanadamu ambaye alimuumba. Haleluya. Na siku ya leo tunaendeleza kipande hicho tukitangaza habari za upendo wa Mungu. Hatujaleta habari ya mwanadamu awaye yote, hatujaleta habari ya kiongozi awaye yote, hatujaleta habari ya dini iwaye yote, hatujaleta wazo la mwanadamu awaye yote. Tulichokileta ni upendo wa Mungu, tulichokileta ni amani tokayo kwa Mungu, tulichokileta lile tumaini la mwanadamu lililopotea tunalirejesha kupitia Kristo Yesu Kristo aliyeangikwa msalabani, aliyekuja duniani kwa ajili yetu. Hicho pekee ndio nguzo yetu, ndio msimamo wetu, lile alama ya Kristo ya msalaba iliyodhihirisha upendo wa Mungu. Haleluya. Tuliona Adamu alikosea,
alijua amekosea, alitambua makosa ya Adamu alivyokula tunda, kwamba sasa mwanadamu ameshaharibu. Lakini je, pamoja na kwamba ameharibu, linaweza kumwacha kama alivyo? Mungu akasema la hasha, nitaenda tena nimtembelee. Upendo uliojaa huruma ndani yake, upendo uliojaa amani ndani yake, upendo usiofikiwa na mwanadamu awe yeyote, upendo usiohitaji gharama ya mwanadamu awe yeyote. Hawezi kulipa gharama ya upendo huu. Ni upendo wa kipekee, ni upendo usiohesabika, usioneneka, usiozungumzika. Ni upendo ambao Mungu wa mbinguni anawachilia kwa mwanadamu. Hata kama mwanadamu ajali lolote, hata kama mwanadamu anapuuzia, hata kama mwanadamu anaposikia habari zake haoni kama ni jambo jema, haoni kama ni jambo la busara, lakini bado Mungu hajaghairi, bado Mungu anaendelea, bado Mungu anasema, bado Mungu ananena. Na hii ni sauti ya Mungu, na hii ni sauti ya Mungu, na hii ni sauti ya Mungu. Unapoona mikutano kama hii, ujue ni Mungu amekuja, ujue ni Mungu ameshuka ili apate kunena na watu wake, apate kuzungumza na watu wake, apate kuwarejesha katika himaya yake. Mungu ni upendo, Mungu ni upendo, Mungu ni upendo, Mungu ni upendo. Ninampenda Mungu, ninampenda Mungu kwa sababu anapenda na visivyopendeka. Haleluya, haleluya. Jioni ya leo tunasoma andiko kwenye kitabu cha Ufunuo ile 3 mstari wa 20. Biblia inasema, tazama linapisha, tazama niko mlangoni, linapisha, linapisha. Lakini huyo mtu kama atasikia sauti ninapopisha na akafungua mlango, nitaingia ndani yake, nitakula pamoja naye, nitakuwa pamoja naye. Biblia inasema ukisikia Mungu anapisha mlangoni, ukifunga mlango ataingia wako na atafanya makao, na atakula na wewe, atatembea na wewe, ataishi na wewe, atatawala na wewe, atakaa na wewe, kwa sababu Mungu ni Mungu wa upendo. Haleluya, haleluya. Wanadamu, upendo ambao Mungu anausema, ambao anaunena kile itwapo leo, wanadamu tunapuuzia. Hatuoni kama ni jambo jema, hatuoni kama Mungu anafanya kitu, tunaendelea na shughuli zetu. Lakini habari njema ni hiyo, kwamba Mungu ni upendo na Mungu anatupenda. Ndio nikasema mkutano huu ndani ya siku hizi 8 tulizoziweka, tutatangaza habari ya upendo peke yake, tunatangaza habari ya tumaini, tunatangaza habari ya faraja, tunatangaza habari ya kufunguliwa kwa mtu, tunatangaza habari ya urejesho wa mtu, tunatangaza habari ya kurudiwa kwa mtu, tunatangaza habari ya upendo wa Mungu lilo lengo lililo kuu. Haleluya, Bwana Yesu apewe sifa. Lakini tumesoma kitabu cha Yohana, naomba niende na vitu vyote. Tumesoma kitabu cha Yohana, tumeona namna maandiko yanavyosema. Inasema ule mwivi haji tu akaja kwa bahati mbaya. Ukiona mwizi amekuja nyumbani kwako, mwizi yoyote anapoenda nyumbani kwa mtu anakuwa amejiandaa, ama zako ama zake, na anajua kabisa nikikamatwa hapa nitakwenda na maji. Maana wezi wanajuaga, akikamatwa
wanachoma na moto, wanaua kabisa. Dunia ya leo mwizi hana nafasi. Ukiitwa mwizi ataapa, wakikuita mwizi ataapa. Watu wataacha mkutano, watakufukuzia, watakukamata, wataenda sheri, watagaramika, watanunua mafuta, watakuchoma moto. Tumeshuhudia watu wanachoma na mioto kwa sababu ya wizi. Kwa mwizi anapokuja nyumbani kwa mtu haji kimasiala, anakuwa majipanga ili apate kuchukua kile anachokuchukua, lakini ukibishana naye anaondoka na wewe. Ndio maana maandiko anasema mwizi haji tu ili ajifurahishe, bali anakuja kwa ajili ya kuharibu, kwa ajili ya kuchinja na kwa ajili ya kuua. Lakini habari njema ni hapa, Yesu alikuja ili tuwe na uzima. Yesu alikuja ili tuwe na uzima, ili tupokee baraka kutoka kwake. Mpe Yesu makofi kama unanielewa. Kama unanielewa ongeza makofi. Fundi mitambo ongeza makofi. Kama unanielewa ongeza makofi. Ongeza makofi. Ongeza makofi kwa mfalme Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tena sema haleluya. Hebu sema haleluya na wewe. Sema haleluya na wewe. Sema haleluya na wewe. Haleluya. Inatuona kama ni watu ambao watu wamekuaje. Na ndio maana leo hii hapa mikutano kama hii hapa haipati washabiki, haipati watu wanaotamani kusikiliza, haipati watu wanaotamani kufuatilia. Hata ukienda mtandaoni huoni kama unafuatilia, huoni chochote kile. Watu wanapita pita tu, hawajali, hawaoni kama ni kitu cha maana. Lakini nataka nikwambie hakuna jambo la maana kama Yesu Kristo aliye hai. Hakuna jambo la maana kama Yesu Kristo aliye hai. Ukimpata Yesu umepata uzima. Ukimpata Yesu umepata tumaini jipya. Haleluya, haleluya. Ukimpata Yesu umepata tumaini jipya. Ukimpata Yesu umepata uzima. Ukimpata Yesu umechagua baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Taifa tunatangaza habari za Yesu peke yake. Hakuna habari mpya mahali hapa. Hiyo ni habari ya Yesu Kristo aliye hai. Haleluya, haleluya. Nilipoelezea habari ya upendo wa Mungu, nikatoa mifano ya mtu mmoja anaitwa Paulo. Nikazungumzia tabia za Paulo, nikazungumzia Paulo ni mtu wa namna gani, nikaelezea namna ambavyo Paulo aliishi maisha yake katika hali ya ujana wake, nikaelezea vizuri. Lakini tukaelewa kwamba Mungu kuna wakati wa hajali mtu alifikia kiwango gani, hajali dhambi ya mtu imekuwa kubwa kiwango gani, hajali mtu alitenda dhambi kiwango gani. Biblia inasema dhambi ya mwanadamu hata kama itakuwa nyekundu, yuko mwenye kusamehe peke yake. Kazi ya Mungu ni kusamehe. Kazi ya Mungu ni kuhurumia. Ni kuhurumia mwanadamu aliyekata tamaa, aliyechoka na dunia, aliyedharauliwa na dunia. Biblia inasema yuko mama moja aliumwa kwa miaka mingi, aliteseka kwa miaka mingi, akamaliza pesa kwa waganga, alienda sehemu mbalimbali. Leo watu wakiumwa kuna makimbilio ya awali. Watu hukimbilia makimbilio ya awali, wanakimbilia kwa waganga, wanakimbilia kule na kule ambako jambo najua. Watu wanakimbilia kutafuta msaada ili wapate tumaini, lakini hawajapata tumaini. Wanasahau kwamba tumaini lipo kwa Yesu Kristo aliye hai. Wanasahau kwamba tumaini lipo limejificha kwa Yesu. Nataka nikupe habari hapa, uzima upo kwa Yesu peke yake. Nataka nikupe habari hapa, uzima upo kwa Yesu, unapatikana kwa Yesu. Amani inapatikana kwa Yesu, haipatikani na vikao, haipatikani mahali popote, haipati kwa mganga yoyote wa kienyeji. Huwezi kuipata mahali popote, utaipata mahali popote
uzima upatikani kwa fedha, ila Yesu peke yake ndiye anaachilia uzima kwa mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasema mwizi anapokuja anakuja ili achinje, ili apate kuua, apate kuharibu. Lakini Yesu Kristo amekuja ili uwe na uzima. Amekuja mwanadamu awe na uzima. Maana ni nini? Huyu Yesu anapokuja kuleta uzima, maana pana shida. Kuna mahali shida ipo. Mungu alipoona kuna shida ipo kwenye dunia, akamtuma Yesu Kristo ili aje amalizane na ile shida iliyopo katika dunia hii. Wote tulikuwa na shida. Wote tulikuwa tumepotea. Tumepotea katika mambo mengi. Lakini tulipompata Yesu, leo tunasimama mbele yake kwa ujasiri. Leo tuko mahali hapa, hatuoni hata haya, hatuoni hata aibu. Tunamtukuza Bwana kwa sababu tumempata Yesu. Haleluya! Bwana Yesu apewe sifa. Ninatumaini kabisa kila mtu aliyeko maeneo haya anasikia sauti hii. Unaposikia sauti hii, anasema unaposikia sauti hii, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Rejea kwa Bwana Yesu. Yesu anakutaka, Yesu anakuhitaji, Yesu anakutaka, Yesu anakuhitaji ili aingie kwako, ili akae na wewe, akae na familia yako, akae na watoto wako, akae na ndoa yako, akae na mume wako. Hata kama amani imeondoka, Yesu ni mfalme wa amani wewe. Haleluya. Dunia leo amani imeondoka. Leo ukienda mtandaoni kuna habari moja inahusu ndoa. Ndoa inazungumzwa na waandishi na watu wapenda fedha, wapiga fedha, watu wa mtandaoni wameshaona ni daraja. Jambo limekuwa ni gumu sana. Yanaonekana kama ni mepesi, lakini limekuwa ni gumu sana. Watu wanajaribu kutoa elimu, wanatoa elimu za ndoa. Wapenzi, hakuna elimu ya ndoa. Hakuna elimu ya ndoa. Hata mtu mmoja hawezi kupa elimu ya ndoa. Na kwa bahati mbaya, na wanaotoa elimu unakuta wameingia kwa tatizo lile lile. Labda waje ufuatilia. Kuna watu walikuwa wazuri kutoa elimu za ndoa. Waulize leo wana ndoa sasa. Hawana ndoa, ziliwashinda. Leo utajua ndoa ni mpango wa Mungu li hai. Ndoa ni mkataba wa Mungu. Ndoa ni mpango wa Mungu. Ndoa ni kanisa. Pasipo ndoa, kanisa linaondoka. Kanisa na kualipo. Ndoa inaunganisha, inalifanya lionekane kanisa liko safi kwa sababu ya ndoa. Ndoa ikiharibika mahali popote, ujue mtengano umeshakuja na amani imeondoka. Amani ikiondoka kwa mtu, hata imani inaondoka. Watu wengi leo imani zimeondoka kwa sababu ndoa ziliharibika. Nataka nikuambie, kama kuna kitu hakina mbadala ni ndoa. Unaweza ukafanya mbadala wa vitu vyote, lakini ndoa zinatesa.